Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kwa Dominika tatu mtawalia, Kristo amekuwa akitufundisha kwa mifano mbalimbali. Katika Dominika ya 15 ya mwaka alitufundisha kwa kutumia mfano wa mpanzi. Katika Dominika ya 16 alitufundisha kuhusu ufalme wa mbinguni kwa kutumia mifano mitatu: mfano wa magugu, mfano wa punje ya haradali na mfano wa chachu. Katika Dominika ya leo anakamilisha huko kufundisha kwa kutumia mfano wa hazina iliyositurika, mfano wa lulu nzuri na mfano wa juya au wavu. Mifano hii yote ni ya kutuandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni ambao kila mmoja wetu anaalikwa kujitahidi kuingia. Tumshukuru Mungu ambaye amekuwa akitaka tuingie katika ufalme wake wa mbinguni na wa milele. Katika tafakari yetu ya leo, na tuangazie namna ya kuingia katika huo ufalme ambao Kristo ni mfalme wake. Katika somo la kwanza, Mungu anamwambia Sulemani aombe lolote atakalo. Anamwambia, omba utakalo nikupe. Kwa upande wake Sulemani alitumia nafasi aliyopewa kwa kuomba jambo linaloweza kuonekana dogo iwapo litapewa mtazamo wa juu. Yeye aliomba moyo wa adili ili aweze kuwahukumu watu wengi wa Mungu na kupambanua mema na mabaya. Tumeambiwa kuwa ombi hilo lilimpendeza Mungu. Uwezo wa kupambanua mema na mabaya ndio tunahitaji. Tukitafakari Injili ya leo, tunaona viashiria vya kupambanua mambo. Kwa maneno mengine, kwa kiasi kikubwa Injili hii inahusu kupambanua mambo. Katika mfano wa kwanza, mtu huyo ambaye tumepewa habari zake alikuwa na uwezo wa kujua tofauti ya hazina na ya kile ambacho si hazina. Na tugundue kuwa haikuwa katika eneo la wazi. Hiyo hazina haikuwa katika eneo la wazi, bali ilikuwa imefichwa. Kwa hiyo mtu huyo alikuwa na uwezo wa kuona kitu ambacho kilikuwa kimefichwa. Tena alikuwa na uwezo wa kujua cha kufanya ili apate hiyo hazina. Isitoshe, katika mfano wa pili tunaona jambo hilo. Kwa ufahamu huo, ni vyema kugundua kuwa tukizingatia masomo haya ya leo, tunaweza kuona mambo yafuatayo ya kutuwezesha kuingia katika ufalme wa mbinguni: kupambanua mema na mabaya, chema na kibaya. Somo la kwanza limetuwezesha kufahamu kuwa tunachopaswa kujitahidi kufanya ni kupambanua mema na mabaya, chema na kibaya. Hili ni jambo linalompendeza Mungu. Tunaona hili katika maneno yake kwa Sulemani. Baada ya lile ombi, tumesikia akimwambia kuwa kwa kuwa umeona neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri wa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu, basi tazama, nimeyafanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Tukiendelea kusoma, tunaweza kuona kuwa Mungu alimzidishia. Anamwambia, na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata apata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Mtu akiweza kupambanua mema na mabaya, anapata nafasi ya kufanya mambo vizuri, na kwa sababu hiyo hupata faida ya mambo mema ayafanyayo. Hivyo ndivyo Mungu humzidishia mtu huyo baraka zake. Kufikia hapa, na tujiulize, je, Mungu akiniambia niombe chochote leo, nitaomba nini? Katika siku zote za maisha yetu tumepewa nafasi ya kuomba, ila ni rahisi sana kwetu kuomba vitu ambavyo sivyo. Sala ya Baba yetu kutuonyesha ni nini tunachopaswa kuomba.
Kwa maneno machache, ombi letu liwe Mungu atusaidie tusije tukapoteza wokovu. Kujitahidi kupata chema ambacho mtu amekitambua. Watu ambao tumesikia juhudi zao katika mifano ya kwanza miwili walitambua kuwa hazina na lulu walizoziona zilikuwa muhimu zaidi. Kwa hiyo kila mmoja wao kwa nafasi na wakati wake aliuza kila kitu alichokuwa nacho ili aweze kupata hicho cha thamani alichokiona. Ufalme wa mbinguni ni hiyo hazina iliyokuwa imesitirika, ni hiyo lulu. Hapa tunafundishwa kuwa tunapaswa kujinyima kila tulichonacho kwa ajili yake. Maneno ya Yesu katika sehemu nyingine yanaweza kutusaidia hapa. Yeye hutuambia, mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa ufahamu huo, na tuwe na uhakika kuwa kuuza kila kitu sio kupoteza. Kwa maneno mengine, unapotumia muda wako kusali, kuwahudumia wengine, kufika kanisani, kushiriki shughuli za jumuiya, kuishi wito wako vyema na kwa uaminifu, haupotezi. Pia unapotumia hela yako kusaidia katika maendeleo ya jamii na kanisa au kufanya matendo mengine yoyote yale ambayo ni mema, hupotezi hela yako, huipotezi nafsi yako. Badala yake unaipata nafsi yako kwa njia bora zaidi. Wakati kama huo unajiweka katika kundi la samaki wanaofaa, ambao wanachaguliwa na hawatupwi, kwa kuwa nia yako ni njema na matendo yako ni mema. Tuendelee kufanya hivyo, na iwapo tutakumbana na changamoto au ugumu wowote wa kutufanya tukate tamaa, tuyakumbuke maneno ya Mtakatifu Paulo katika somo la pili. Ametuambia kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia neema. Yaani Mungu yupo karibu na wampendao na huwasaidia katika kila hali. Tuendelee kumpenda bila kuondoa ukaribu wetu naye. Tunapotafakari namna ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, leo tunawasherehekea na kuwaombea wazee pamoja na wote wanaoitwa bibi au babu. Siku hii iliwekwa na Baba Mtakatifu Francisco mwaka wa 2021. Siku hii usherehekewa kila Dominika ya 4 ya mwezi wa Julai. Leo ni Dominika ya 4 ya mwezi huu wa Julai. Kwa kuwa Dominika hii ya 4 ya mwezi wa Julai ipo karibu sana na sikukuu ya watakatifu Yoakimu na Ana, wazazi wa mama yetu Bikira Maria, na leo hata ni tarehe 26 ambayo ingekuwa ni siku ya juma tungesherehekea sikukuu hiyo, lakini kwa sababu ni siku ya Dominika, siku ya Dominika huchukua nafasi ya kwanza ya sikukuu za watakatifu wengine, hatuzisherehekei siku ya Dominika. Kusudio la kuwekwa kwa sikukuu hii, siku ya kuheshimu wazee na wale wote wanaoitwa babu au bibi, kusudio lake ni kuheshimu wazee, ni kuziba mwanya uliopo kati ya wazee na vijana, pamoja na kuwakumbusha watu kuwa hawapaswi kusahau vizazi vizee. Kiingereza wanasema older generations. Wakati mwingine wanasahaulika sana, wale ambao ni wazee wanasahaulika, na kauli mbiu ya mwaka huu ni sitakusahau wewe. Hiyo siku mwaka huu wazee wanakumbushwa. Mungu anawakumbusha kuwa hata wasahau maneno ambayo yametolewa katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 15. Wanaambiwa sitakusahau, kila mmoja wao anaambiwa sitakusahau wewe. Wakati ambapo unapata wanadamu, sisi wanadamu tunawasahau wale ambao ni wazee, na tunaonyesha huko kuwasahau
kwa mambo mbalimbali ambayo ni mabaya, kuwatendea maovu, kuwaumiza kwa njia mbalimbali, kutokuwahudumia, kuwatekeleza. Wakati huo huo Mungu anamwambia kila mmoja wao, sitakusahau. Mababu na mabibi pamoja na wazee ni watu ambao katika maisha yao wameona mengi na wamesikia mengi. Hata Waswahili husema kuishi kwingi ni kufanya nini? Ni kuona mengi. Katika maisha yao wamekuwa wakifanya maamuzi mbalimbali. Siku ya leo tunaangazia mema yao na kumshukuru Mungu kwa uwepo wao katika maisha yetu. Kwa uwepo wa wazee katika maisha ya walio wadogo, hao wadogo hupata elimu inayohusu maisha. Wanawasaidia hao wadogo kujua na kuunganika na mizizi yao, kama Baba Mtakatifu Francisco alivyowahi kusema. Aidha, wazee, mababu na mabibi hutusaidia kujua jinsi ya kuishi, kwa kuwa maisha yamewafundisha mengi. Huku tukijua hili, ni vyema kuwashukuru na kuwasikiliza huku tukiwaombea. Pamoja na hayo, sisi sote na tuyakumbuke maneno ya Yesu ambayo tumesikia akiwaambia wafuasi wake, kila mwandishi mwenye elimu ya mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Hapa Kristo anawakumbusha umuhimu wa Agano la Kale na lile Jipya. Agano Jipya linatimiza yale tunayoyapata katika Agano la Kale, na Agano la Kale linatabiri yale tunayopata katika Agano Jipya. Haya ni mawazo ya Mtakatifu Agostino. Vivyo hivyo, yapo mambo ya zamani ambayo ni mema na ya siku hizi ambayo ni mema. Vijana na wakumbatie na kuyaheshimu hayo yote ambayo ni mema. Wazee nao na wajitahidi kuelewa haya ya sasa, huku wakiyakumbuka mafundisho ya Kristo na kanisa kuwa tuzingatie ishara za nyakati. Kuzingatia haya kunaweza kuleta amani na uelewano katika jamii zetu. Kunaweza kutusaidia kuishi kama Wakristo. Katika adhimisho hili, tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie kuomba kilicho chema. Atupe huo uwezo wa kupambanua na kwa nguvu zake tuweze kuishi mema hayo siku zote za maisha yetu. Hatimaye tuombe tuhesabiwe miongoni mwa wateule watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Amina.